Mwanamke anavaa mkanda kiunoni, ambao huo mkanda una maumbile ya kiume, yaani kwamba una uume, alafu anamuingilia mwanaume wake. Baada ya kumuingilia, ndio yule mwanaume anapata stimu ama anapata msisimko wa yeye kusimamisha pia kuweza kumuingilia mwanamke wake. Sasa hili ni jambo ambalo lipo sana siku hizi katika ulimwengu wetu wa mahusiano. Una mwanaume wako unaona hakufikishi kileleni, hana uwezo wa kufanya mapenzi vizuri, kimoja chali, ama mnakaa miezi, wiki, amuingiliani, mpo tu ndani ya nyumba kama marafiki. Unajiuliza, huyu mwanaume amepoteza hisia na mimi, huyu mwanaume anipendi tena, huyu mwanaume anitamani tena. Unaanza kufikiria vitu kama hivyo. Sasa kitu ambacho hujakijua ni vile vitu vinavyoendelea nyuma ya mwanaume wako ambavyo wewe hauvijui. Sio, unaelewa? Sasa leo nitakuletea baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kwa baadhi ya wanaume ambavyo wanawake wengi hawavijui, na ndivyo vinaenda kuharibu ndoa nyingi, na ndivyo vinaenda kuleta sintofahamu kwa baadhi ya wanawake. Karibu sana, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama ndio kwa mara ya kwanza unajiunga katika channel yangu hii ama ndio unaniona, naomba usipite bila kusubscribe channel yangu unaiona hapo, andika Mbeki TV, utakuwa umesubscribe pakubwa sana. Lakini pia kama una changamoto yoyote katika mahusiano yako ama unataka kuboresha mahusiano, pia nitafute kwa namba zangu za simu hizo, nitaweza kukusaidia sana. Karibu sana. Sasa kitu ninachotaka kuzungumza na wewe siku ya leo, kuna baadhi ya mambo yanaendelea kwa wanaume ambayo wanawake wengi hawafahamu. Mimi nina rafiki yangu mmoja wa kike, ana mwanaume wake. Huyu mwanaume ukimuona, my friends, anafanya kazi, sijui niseme kabisa, anafanya kazi katika kampuni moja ama taasisi moja kubwa tu na ya fedha, na ana hela, na nisiseme vibaya, ni mume wa mtu, lakini kitu anachofanywa na huyu mwanamke ni kibaya sana. Ni mwanaume ambaye hawezi kushiriki tendo la ndoa mpaka aingiliwe ama mpaka mwanamke atumie vidole kumuingiza nyuma ndio yeye apate stimu ya kuweza kufanya tendo la ndoa. Sasa mwanzo ilikuwa ni hivyo kwamba huyu rafiki yangu ama mwanamke alikuwa anajiuliza, huyu mwanaume mbona nikienda naye nachukua muda mrefu sana mpaka asimamishe. Ilikuwa inamsumbua sana. Na ikafika hatua akawa anaongea naye, mbona hii inakuwa ngumu sana, inakuaje? Kwa sababu ni mchepuko. Unajua wanaume hawaonei aibu michepuko, wanawaambiaga ukweli kwa sababu wanaona hawana cha kupoteza. So ushafahamu? Yule mwanaume alimwambia ukweli, unajua nini? Hebu nifanye hivi, ukinifanyia hivi ndio najisikia vizuri. Maana yake ni kwamba hebu nitie kidole. Ukiona nitia kidole ndio unaweza kupata msisimko wa kuweza kushiriki na wewe tendo la ndoa vizuri. Basi unajua fedha, kwenye fedha mwanamke anapangiwa nyumba, analipiwa, ananunuliwa simu nzuri na mambo, maisha mengine yanaendelea. Kule mwanamke akaanza kuwa anamtia vidole. Kweli akimtia vidole mwanaume anasimamisha, anafanya tendo la ndoa. Mwanaume akitaka kukamu mpaka mwanamke amtie vidole, anasimamisha ama ndo anakojoa. Ushanifahamu? Ilienda hivi mpaka yule mwanaume akawa comfortable sasa. Akasema okay, kwa sababu mwanamke kishakuwa partner wangu na anazijua siri zangu, akamnunulia mkanda. Mkanda ambao ukiuvaa una maumbile ya kiume. Sasa ikawa sio vidole tena. Anamuomba yule mwanamke kwanza aanze kumuingilia. Akishamuingilia ndio yeye anapata stimu ya kusimamisha, naye ndo anamuingilia yule mwanamke. Maisha yameenda hivyo. Sasa ukweli wa huyu mwanaume ni kwamba analalamika sana kwa mwanamke. Hajisikii kufurahia tendo la ndoa na mkewe. Kwa hiyo inamuia vigumu yeye kushiriki tendo la ndoa na mwanamke wake. Ushanifahamu? Kwa akijisikiaga anamtafuta yule mwanamke, wanashiriki tendo la ndoa katika hiyo namna. Kwa mkewe ni nadra sana mpaka itokee. Ushajua ile zima moto, yani kwamba ikitokea bahati mbaya imesimama inabidi awahi kufanya tendo la ndoa haraka kabla haijalala. Kwa anamuingilia mkewe haraka kamaliza katulia, hawezi tena kuendelea. Sasa limekuwa ni changamoto na watu wengi wanalalamikia. Nataka niwaambieni jamani wanawake, siku hizi baadhi ya wanaume wana michezo michafu sana ambayo ndio inawasababisha washindwe kushiriki tendo la ndoa na wake zao vizuri ama na wanawake zao vizuri. Leo unajiuliza kwa jigani mwanaume wangu akipiga kimoja amelala. Ni kwa sababu haujajua namna anavyoweza ama unavyoweza kumstimulate akasimama na akaweza kuendelea la pili. Unajiuliza kwa nini mwanaume wangu uume wake ukisimama unalegea? Unadhani labda hana nguvu za kiume, kuna matatizo mengi yanamkabili ama hana hisia na wewe, msongo wa mawazo na kadhalika. Lakini sio hivyo. Ni kwamba kuna mambo ya juu ambayo ukimfanyia ndio uume wake unasimama vizuri. Kwa hiyo instead of badala ya kukaa mwanamke na kujiumiza kichwa kwamba labda haupendwi, labda haumridhishi, labda hauvutii, labda hujui kufanya mapenzi vizuri ndio maana mwanaume wako anakosa ushawishi na wewe.
pia usianze kuwa dhaifu. Pia kuna wakati pia unaweza ukaweka tahadhari pia kufikiri kwamba kitu gani kinaendelea kwa mwanaume. Huku nje hali ni mbaya sana. Sasa mimi nimezungumza tu kuhusiana na mkanda wa kuvaa. Lakini unaweza usivae mkanda. Kuna zile mashine za kiume unaziza zenye maumbile ya kiume. Pia wengine wanaingizwa zile. Ndio anajisikia hamu. Yaani huku anafanya, huku anaingizwa hivi. Yaani huku mbele anafanya, huku nyuma anaingizwa ile. Na ndio maana unaona sasa hivi kuna threesome nyingi zimeingia. Mwanaume mmoja, wanawake wawili, huyu mwingine anamnyonya chini, huyu mwingine anamnyonya huku juu. Kwa hiyo ile stimulations, ule msisimko wake umeenda kwa viwango vya juu, ambapo hawezi kupata msisimko mzuri kwenye kushiriki tendo la ndoa ambao utamfanya ama utamsaidia kushiriki tendo la ndoa vizuri, mpaka apitiwe ama afanyiwe vile viwango vya msisimko alivyovizoea. Lakini akija kwako wewe umemshika hapo, umetaka kumnyonya, unataka kuendelea. Kumbe mwenzako kodi zake sio hizo, kodi zake paka atiwe vidole, kodi zake paka atiwe na maumbile ya bandia nyuma. Ndio anaweza kufanyaje? Kushiriki tendo la ndoa vizuri. Na sisemi hii katika namna ya kufundisha wewe mwanamke uweze kumfanyia mwanaume wako hivyo, lakini nasema hii katika namna ya wewe pia kuelewa kuna mambo mengi sana siku hizi wanaume wanayapitia ambayo ndio sababu ama kichocheo kikubwa cha kushindwa kuperform vizuri katika tendo la ndoa na wewe. Sawa? Sasa Maana baadaye usije ukasema huko unatufundisha sisi tuwafanyie hivyo wanaume zetu. Hapana. Bali nataka uanze kuwaza nje ya box. Sometimes watu mimi wananifuata wananishauri. Mume wangu mimi akiingiza tu dakika moja hapo kamaliza na hawezi kuendelea. Ushanifahamu? Mimi nahisi anipendi, hana tena hisia na mimi. Unatamani uongee naye katika namna pana, lakini unashindwa kuongea naye hivyo kwa sababu hauna uhakika kama anafahamu upande wa pili wa mume. Kwa hiyo mara nyingi changamoto hizi zinawakuta wale wanaume ambao kuna mambo mengi yanaendelea nyuma yake. Na sisemi wanaume wote, wapo wanaume ambao wanashindwa kuperform vizuri kwa sababu ya msongo wa mawazo, maradhi na kadhalika. Ila pia wapo wanaume wanashindwa kufanya vizuri kwa sababu wewe hujafahamu kodi zao vizuri. Ushanifahamu? Ndio hiyo unashangaa mwanaume ana date na kijana mke cha ovyo, cha ajabu. Unashangaa ukampendea nini mwanamke? Mbona mwanaume ana hela nzuri, mwanaume smart, mwanaume yuko vizuri kabisa, lakini ana mwanamke wa ajabu. Kumbe michezo anaocheza ndani ndio inamsababisha aendelee kumchagua yule, kwa sababu anaficha siri zake na kwa sababu anajua namna ya kumstarehesha wakiwa chumbani. Kwa hiyo nataka tu niwajulishe jamani wanawake, michezo huku nje imekuwa ni mibaya sana, na nakupa tahadhari, usitake kumsatisfy, usitake kumridhisha mwanaume katika viwango vya kumfanya akupende wewe tu. Sasa imekuwa both style, imekuwa 50-50. Wanaume nao pia ili kuwaridhisha nao wana mambo mengi, baadhi ya wanaume nao wana mambo mengi wanataka kufanyiwa ili kuwaridhisha. Kwa hiyo ukiwa mtu unayetafuta ile namna gani nitamridhisha mwanaume wangu, inaweza ikakufanya uwe mtumwa wa muda mrefu, ama inaweza ikakupeleka na wewe kuwa na tabia ambazo baadaye unaweza ukafanyaje, ukaja kujijutia. Lakini athari ya kitu hichi ni nini? Paka mimi nimetaka kuzungumza, na sipendi ukifanye kama itatokea unataka kukifanya, kwa sababu itakuaffect na wewe kisaikolojia. Ukianza kudate na mwanaume ambaye anataka umtie vidole ndio akuingilie, utaanza kupata wanaume ambao hawapendi kutiwa vidole, na wewe utakuwa auenjoy tena kushiriki tendo la ndoa na mwanaume ambaye hapendi kutiwa vidole, ama na mwanaume ambaye hapendi na yeye kuingiziwa uume wa bandia. Utaanza kujikuta you are not comfortable with that man, na wanaume hao ambao hawapendi hiyo michezo. Wewe uko comfortable na wanaume wanaopenda hiyo michezo. Kwa tayari inakuathiri na wewe kisaikolojia, na tayari kimsisimko na wewe inakuaffect zaidi. Kwa sababu mwanaume anaopenda kushiriki tendo la ndoa na maumbile, wewe umuingilie kinyume na maumbile ya bandia, na yeye pia anaweza akawa anakuingilia na maumbile ya bandia hayo hayo. Sasa jiulize, yeye atakuwa na mashine hizi mbili, ana mashine ya bandia na ana mashine original. Zote anazitumia kwako wewe. Alafu unaenda kudate na mwanaume ana mashine hii moja. Niambie, wapi utajisikia msisimko zaidi? Utajikuta unajisikia msisimko zaidi kwa yule mwanaume ambaye anatumia mashine hizi mbili, yake halisi na mashine nyingine ya bandia. Kwa hiyo na wewe inaenda kuaffect katika namna moja kubwa sana. Ushanifahamu? Ndio sababu mimi kuweza kuzungumza hili swala leo. Kwa hiyo nimetaka tu leo uweze kufahamu kuna mambo mengi sana yanaendelea kwa wanaume kama ilivyo inakuendelea kwa wanawake. Dunia ya mahusiano siku hizi imeenda mbali sana. Wanasemaga mnasema kolenu mnasemaga hii ni maajabu. Dunia sasa katika mahusiano ni maajabu. Kwa hiyo baadhi ya wanaume wana hiyo michezo. Na inawezekana wewe ukawa ni miongoni mwa wanawake ambao una date na wanaume wa namna hiyo ila hujapata kumjua. Kwa hiyo anakuconfuse, anakuchanganya kuweza kumjua ni mwanaume wa namna gani. Aachi umalaya. Unafikiri umalaya anaufanya kwa sababu hakupendi tu, lakini kumbe kuna mambo anayapata huko nje. Yaani mambo alikuwa wanawake hajui ananipa nini. Siku hizo wanaume ndo
haujui anapewa nini na mwanamke. Sasa unaelewa? Kwa hiyo kuna vitu watu viacha, unashangaa hata acha umalaya hata iweje, kwa sababu hawezi, yuko addicted. Na mimi sisemi hivi kuwasema, sometimes hizi tabia zina kulevya, kama vile mtu anayevuta madawa ya kulevya anatamani kuacha, anashindwa. Pia watu walioathiriwa na namna hii pia wanapitia changamoto kama hiyo. Wapo wanaotamani kuacha lakini hawawezi, hawaenjoy kabisa. Na kama hawatoshiriki tendo la ndoa na wao kutiwa vidole ama kuingizwa maumbile ya bandia, hawata enjoy. Na ndio maana unashangaa upo na mwanaume, boyfriend wako ama husband wako haenjoy tendo la ndoa. Sasa sijasema wote, tuelewane hapa ni baadhi. Wapo watu ambao wanaume kweli wanapitia changamoto ya kiafya. Wapo wanaume kweli wanapitia changamoto ya kimsongo wa mawazo. Lakini this time ni ngumu kuwaelewa, kwa sababu dalili zao wote ziko vile vile, zinafanana. Sasa unaweza ukafikiri huyu mtu anapitia msongo wa mawazo. Tunaamini ukipitia msongo wa mawazo, ipo moment jambo litaisha, utarudi kuwa sawa. Tunaamini ukiwa na tatizo la kiafya sio kesi. Wewe kama mkewe ataweza akakushirikisha, akakwambia mkaenda wote kwa daktari na mkatumia dawa. Tunafahamu kuna changamoto ukipitia ambazo zitakusababisha wewe kushindwa kufanya vizuri katika tendo la ndoa. Ni changamoto za kawaida ambazo unaweza ukazitatua. Lakini changamoto inayodumu kwa muda mrefu ama kwa kipindi chote mpo pamoja, hiyo sio changamoto ya kiafya. Sio. Sawa? Na kama changamoto ya kiafya, tunazijua changamoto za kiafya ambazo zinaweza zikakufanya hivyo kwa muda mrefu, na hazinaga aibu kumshirikisha mkeo. Kwa bwana, mume wangu anaumwa tatizo la sukari, ama mume wangu anaumwa tatizo la kitu fulani, ambalo hilo tatizo lina muda mrefu, ambalo linaweza likasababisha huyu akashindwa kuperform vizuri kwa muda mrefu. Lakini hujui kama mumeo ana tatizo la kiafya, lakini unaona hilo jambo alifanyi vizuri tu. Hizo ni dalili za kuwa na ulakini ama kuwa na wasiwasi na huyo mwanaume wako. Kwa hiyo huku nje mambo yameharibika sana, na washauri wanawake, jitahidini kuwafahamu wanaume zenu. Na mimi nasemaga kila siku, ukitaka kumfahamu mwanaume au mwanamke, mwanzo mnapoanza mahusiano, pale mnakuaga kama marafiki, mnakuaga muoneani aibu. Pale ndo sehemu ya kuongea ukweli wako wote. Ukweli wako wote, mimi napenda hiki, napenda hiki, napenda hiki, napenda hiki, sipendi hiki, sipendi hiki. Pale ndo utakuja kujua ukweli wa mwanamke ama mwanaume. Ndio maana unaona huyu rafiki yangu mwanzo wa mahusiano alipata kujua ukweli, lakini kama angechelewa, ina maana mwanaume angeanza kumuonea aibu mwanamke baadaye. Lakini mwanzo tu pale mwanaume anakuwa anaga cha kupoteza, anakuambia tu ukweli. Na mwanamke anakuwa mwanzo ana cha kupoteza, kwa sababu hajakupenda katika kiwango cha kusema kwamba naogopa kumwambia ukweli. Pale mwanzo mnaweza mkachanana ukweli na mkaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo hivi ni vitu vinaendelea kwa baadhi ya wanaume, nataka wanawake mvifahamu, sawa na mvichukue tahadhari. Na yupo mwanamke anaweza akasema mimi siye kusikia hivyo vitu, lakini vipo. Wanaume siku hizi wanaingiliwa na maumbile ya bandia na wanawake. Wanaume siku hizi wanafanya mapenzi ya threesome, si ndio? Wanawake wawili mmoja, wanawake watatu mmoja. Jiulize, wanawake watatu mmoja anafanywa nini? Wanawake watatu mwanaume mmoja. Wewe wanawake watatu mwanaume mmoja, una hizo tatu. Ndio jiulize tu. Wakati yeye anafanya na huyu mwingine kazi yake nini? Kwa hiyo utaanza tu kuelewa. Na wanawake wana hizi siri kubwa sana. Wapo wanawake na mimi siku moja nitamtafuta mwanamke mmoja atuambie mambo mengi makubwa kuhusiana na tabia za baadhi ya wanaume katika kushiriki tendo la ndoa. Utakuja kushangaa hapa, mimi nakwambia. Utakuja kushangaa. Kwa hiyo mimi leo nilikuwa nakuletea tu hilo swala uweze kulijua, swala linaloendelea kwa wanaume. Wanaume siku hizi na michezo hiyo. Kwa hiyo usijiumize kichwa kutaka kumuelewa mwanaume zaidi, atakuchanganya. Nataka unipe tu hapo ushuhuda. Kama ushawahi kusikia jambo linalofanana na hili juu ya wanaume, niandikie katika comment hapo. Ama kuna jambo unalopitia kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako ambalo umuelewi mwanaume wako, nitafute kwa namba zangu za simu, share na mimi tuweze kufahamu. Je, yupo katika tatizo la kiafya la msongo wa mawazo ama yupo katika changamoto kama hii niliyoweza kuelezea hapa? Ulikuwa na mimi tangu mwanzo, naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Usiache kusubscribe, na kama una changamoto usiache kuweza kunitafuta. Hadi wakati mwingine tena, nikuage tu kwa sasa. Bye bye.